pale. Lakini jambo la tatu, tunasisitiza kwamba serikali ihakikishe kwamba mfumo wake wa kielektroniki unafanya kazi kwa wakati wote na maeneo yote, na kuweka utaratibu wa kutokuruhusu miamala kufanyika nje ya mifumo. Mfumo rasmi wa makusanyo ya fedha sasa hivi imewekwa kielektroniki, lakini kutokea baadhi ya nyakati haufanyi vizuri, kwa hiyo watu wanakusanya keshi. Matokeo yake zile zilizokusanya keshi huwa hazionekani, na kwa hiyo kunatoa mwanya wa kuchepusha ule mfumo ambao ndio unadhibitika na ndio mfumo unaoenda kukaguliwa. Eneo la 4, tunasisitiza kwamba viongozi, wawakilishi kwa maana ya wabunge, madiwani, vyama vya siasa, wadau wa maendeleo pamoja na wananchi kuhakikisha tunakata mirija ya ubadhirifu ili kujihakikishia kuna kuwepo na ustawi wa kweli wa watu. Na namna pekee ni wito wa uwajibikaji. Yaani lazima mawakilishi wetu wa bunge, madiwani wasimame imara kuhakikisha kwamba wanaofanya mambo haya wanawajibika. Vinginevyo haya maelezo ya CAG kwa kweli yanakuwa ni kama mambo yasiyokuwa na manufaa. Yaani jicho la wananchi ambalo limekosa makali linaona mahali ambapo pana uozo, lakini hakuna anayeweza kukemea, hakuna anayehangaika na ule uozo unaoonekana. Kwa ni muhimu sana wawakilishi angalau kupata hisia pale wanapoona kina mama wajawazito wanakwenda hospitali wanakufa kwa sababu hawana fedha za kufanyia upasuaji, na hizo fedha ukienda kuangalia CAG anakuta fedha zilizokusanywa zimeliwa. Basi angalau wawajibishe, wapige kelele ili wale watu wao wanawajibika. Hii sio zalendo. Tunatamka kwamba hatuwezi kuendelea kukaa tu na kubaki kuwa mashuhuda wakati fedha za umma zinaliwa, miradi ya maendeleo inasherekezwa na Watanzania wanaumia na kuteketea. Eneo la pili ambalo mimi nitalizungumzia liloibuliwa na CAG ni ucheleweshaji na kutelekezwa kwa miradi ya maendeleo. Wakati fedha zinaibiwa, lakini ukienda kwenye miradi ya maendeleo unachokikuta ni nini? Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023/24 inabainisha uwepo wa miradi iliyotelekezwa, kusimama au kuchelewa kutekelezwa, hali inayosababisha hasara kubwa kwa serikali na kuchelewesha maendeleo ya wananchi. CAG inaonyesha jumla ya miradi 136 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.34 imesuasua, huku baadhi ya miradi ikiathirika kwa kucheleweshwa hadi 92%. Yaani kama mradi umeguswa tu, hakuna kinachoendelea. Hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hali hii inatia hasira kali, lakini kuona kuwa taifa maskini kama Tanzania ambalo linapaswa kuhakikisha kila shilingi inayotengwa kwa maendeleo ya wananchi inatumika kwa ufanisi, badala yake inashuhudia kuwa kila shilingi yake inaishia kupotea kwenye matumbo ya wachache. CAG ametuonesha utekelezwaji wa miradi wenye mamilioni ya fedha, utelekezwaji wa miradi ya milioni ya fedha katika sekta za barabara, afya, maji na miundombinu. Ripoti inaonyesha miradi mingi katika maeneo haya imetelekezwa, ikiwa miradi 41 yenye thamani ya shilingi bilioni 558.63 ambayo ilitelekezwa kwa sababu ya ukosefu wa fedha na mipango duni. Miradi hii 22 ni miradi ya miundombinu ya barabara ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 507.6. Miradi 6 ya afya yenye thamani ya shilingi 35.75. Miradi 12 sekta ya maji ya thamani ya shilingi bilioni 13.8 na huduma za magereza shilingi bilioni 1.4. Serikali ya CCM haijali wala kutoa thamani ya kila shilingi inayokusanya. Inakopa matrilioni ya shilingi kwa jina la maendeleo, halafu inatelekeza miradi au inaisimamia kwa kiwango cha aibu. Matokeo yake ni wananchi kuendelea kutaabika bila huduma za msingi, huku viongozi wakiendelea kuishi maisha ya kifahari. Tunaitaka serikali iwajibike kwa kila senti iliyotumika kwenye miradi iliyokwama. Tunataka uchunguzi huru, kufutwa kwa mikataba mibovu na hatua kali kwa waliohusika na utelekezwaji wa miradi hii iweze kuchukuliwa. Kama mnafahamu, iko miradi mingine hata inasema fedha zimetoka, lakini miradi hiyo haijafanyiwa kazi. Huku mnajua utaratibu wa serikali kutoa fedha ni kupewa certificate ya kazi iliyofanywa, na baada ya hapo ndio unakwenda kulipwa. Lakini unakuta fedha zote mtu amechukua
kuchukua, lakini hakuna kazi iliyofanyika kama ilivyotokea kule Nyakanazi. Eneo la tatu ni hatari ya kasi ya kuongezeka kwa deni la taifa. Katika ripoti ya mwaka 2023-24, deni la taifa limepanda hadi kufikia shilingi trilioni 97.35 kutoka trilioni 82.25 mwaka uliopita. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 15 kwa mwaka mmoja pekee yake. Hali hii inaweka hatari mustakabali wa taifa, kwani baadhi ya viashiria kama uwiano wa kulipa deni kwa mapato vinakaribia ukomo wa hatari uliowekwa na taasisi za kimataifa. Kasi ya ukuaji wa deni la serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia kwa miaka minne imekuwa kubwa sana. Ongezeko hili halijawahi kutokea tangu nchi yetu ipate uhuru. Amekopa kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 33.18 ikijumuisha trilioni 17.7 za mtaji na trilioni 9.48 za riba. CAG ameonyesha kuwa uwiano wa kulipa deni kwa mapato ya ndani umefikia asilimia 14.5 ukikaribia kikomo cha tahadhari cha asilimia 18. Aidha, uwiano wa kulipa deni kwa mauzo ya nje ni asilimia 11.7 ukielekea ukomo wa hatari wa asilimia 15. Maana yake ni nini? Sehemu kubwa ya mapato ya serikali inaishia kulipa madeni badala ya kuendeleza huduma kwa wananchi. Mapato ya serikali kwa mwezi Januari kwa mfano mwaka 2025 ilikuwa trilioni 2.63. Katika makusanyo hayo, serikali ilitumia shilingi trilioni 1.2 kulipia huduma ya deni. Uchambuzi wetu unaonyesha kuwa serikali ya Tanzania inalipa kati ya bilioni 900 hadi bilioni 1.3 kwa mwezi kwa ajili ya kuhudumia deni la taifa. Hii inaonyesha mzigo mkubwa wa deni kwa serikali ambao unaathiri uwezo wa kutoa huduma muhimu kwa wananchi kama afya, elimu na miundombinu. Aidha, uchambuzi wetu wa matumizi ya serikali kwa mwaka wa ukaguzi wa 2023-24 unaonyesha kuwa fedha za makusanyo ya ndani yalikuwa trilioni 29.99. Mgawanyo wa matumizi ni trilioni 10.35 zilitumika kwa ajili ya kulipa mishahara. Trilioni 18 zilitumika kwa ajili ya kuhudumia deni la serikali na matumizi mengine. Huku miradi ya maendeleo ilipangiwa shilingi trilioni 15.1 ambayo yote hii ilitegemea mikopo. Kwa hiyo unachokiona ni kwamba makusanyo ya ndani ya trilioni 29 yote yanafanya kazi mbili. Yanalipa mishahara na yanalipa deni la taifa. Kwa maana yake kazi tunazofanya kama taifa, wakulima, wafanyabiashara, wavuvi, watu wote wafanya kazi zote tunazofanya kama nchi ili kukusanya mapato yetu, tukishapata kuipa serikali, hakuna hata shilingi 100 inayopelekwa kwenye miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo yote inategemea fedha za mikopo. Ndio hali tulionayo katika nchi yetu. Na ndio maana kila mradi unasema fedha za mama, kwa sababu kaenda kukopa. Fedha zetu zote tulizokusanya katika nchi zinakwenda kuhudumia mishahara ya rais na serikali yake pamoja na wafanyakazi wake na kulipa madeni. Sasa hizi fedha za miradi ukiziangalia na zenyewe zinatokea, ukizipeleka ukienda kuziangalia ndio hizo zinazoibiwa. Kwa sababu huwezi kwenda kuiba mishahara ya watu. Huwezi kwenda kuiba zile fedha za madeni. Fedha unazoenda kuiba ni zile fedha ulizokopa ambazo ni za riba. Na CAG anaonyesha hapa pia kwamba mkopo umefika mahala tunakopa hata ni zaidi ya kiwango ambacho bunge linaidhinisha. Kwa mfano, ni bajeti ambayo CAG ameikagua, mkopo ulioidhinishwa ulikuwa ni trilioni 11. Serikali imekwenda kukopa trilioni 15. Wameongeza fedha kutoka fedha walizoruhusiwa hadi trilioni 4. Na tena ni mkopo wa kausha damu. Yaani ukiangalia bunge liliidhinisha wakakope trilioni 4.1 kwenye fedha za maendeleo kutoka kwenye fedha zile ambazo zina masharti nafuu. Na kwa sababu ya hali ngumu bunge likaidhinisha trilioni 2.3 kwa ajili ya wakachukua kwenye mabenki ya biashara, mikopo ya kausha damu. Mungu bahati, hizi fedha za mikopo ya
isiyokuwa na masharti magumu, zikapatikana trilioni 7. Kwa wakapata trilioni 7. Baadaye hakurudi serikali, sababu ukijumlisha zile fedha ambazo zilikuwa tunazokopa nje, hizi fedha tunazokopa nje ambazo ziliidhinishwa, fedha zilizoidhinishwa kwa nje zilikuwa ni trilioni 6 nukta. Yaani ukichukua zile trilioni 4 na trilioni 2 ambazo zilikuwa